Angaluka baba baraba mayo. Mwomisha Akinehe. Mheshimiwa mwenyekiti wetu na mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, itifaki imezingatiwa. Na heshima kipekee kusimama mbele yako na mbele ya Watanzania nikiwa shuhuda wa kazi njema unazozifanya katika taifa letu tangu ulipoingia madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimemsikia kaka yangu Mavunde ameelezea madini, na jana nilipokuwa pale Shinyanga, kwa heshima ulionipa, nilielezea kazi nzuri uliyofanya kwenye bandari na nikakutambulisha kama injinia wa miundombinu ya uchumi wa taifa letu. Leo kwa dakika zangu mbili naomba niende kwenye eneo jingine nikionyesha kazi nzuri unayoifanya kwa mstakabali mpana wa maendeleo ya Watanzania wakiwemo na vijana wa taifa hili. Daktari Samia, injinia wetu wa miundombinu, ulipoangalia kwenye eneo la bandari ukalitazama pia eneo jingine la utalii, 2021 uliona namna ambavyo utalii ulikumbwa na changamoto kubwa ya COVID na kupelekea hoteli nyingi kukosa wateja na vijana wakakosa ajira, na watu wote waliokuwa wananufaika na sekta ya utalii wakiwepo na wakulima na wafugaji walikosa masoko. Leo ninayo heshima kubwa kuja mbele yako na mbele ya Watanzania kwa kazi nzuri uliyoifanya na uliyotua, kwa kazi nzuri uliyofanya ya kuipitia sheria namba 65 na kuangalia sera ya mwaka 1999 ya utalii. Umefanya mapinduzi makubwa. Mwaka 2021 watalii walikuwa na vyumba ambavyo havipungui wala havizidi 5475, lakini kazi uliyoifanya ilipelekea ongezeko kubwa la vyumba vya utalii kufikia idadi ya vyumba 14786, jambo linaloonyesha ukuaji mkubwa wa uchumi wa taifa letu. Lakini kama vile haitoshi, watalii wa nje waliokuwa kuja Tanzania kabla ya kazi ulioifanya mwaka 2021 tulikuwa na watalii 788. Ulipoingia kazini ukawatua gaida wa kwanza, ukaamua kwenda duniani kutangaza utalii. Leo hii 2025 tunao watalii wa kigeni zaidi ya 2.1 wanaokuja katika nchi yetu. Lakini kwa kazi hiyo ukahamasisha Watanzania, ukawatia moyo, wakaona vivutio vyao. Kutoka watalii wa ndani 900,000 wakaongezeka mpaka watalii wa ndani 3.2 milioni. Takribani watu waliokuja na walioko ndani zaidi ya 5.2 milioni. Umevunja malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025 uliokutaka tuwe na watalii 5 milioni. Mwaka jana 2024 mwezi wa 12 umeshagonga watalii 5.2 milioni. Na hivi ninavyoongea, Daktari Samia, 9.2% ya ongezeko la watalii wanaongezeka ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa mgombea wetu, ukiwaambia watu idadi ya wageni wanaweza kahesabu wageni, lakini hakuna mgeni anayetoka Ulaya anakuja na mchele. Hakuna mgeni anayetoka Ulaya anakuja na nyanya. Hakuna mgeni anayetoka Ulaya anakuja na kitanda. Hakuna mgeni anayetoka huko kokote kula anakuja na walinzi. Manake hizo ni fursa ulizotengeneza za ajira kwa vijana wa Tanzania. Mheshimiwa, mwaka 2021 kwenye sekta tu ya utalii, mapato yetu yaliyokusanywa na wizara yetu ya utalii ilikuwa ni takriban bilioni 1.3, sawa na fedha za Tanzania trilioni 3. Kwa kazi nzuri uliyoifanya umeongeza mapato ya sekta ya wizara yetu ya utalii kutoka kwenye bilioni 1.3 mpaka bilioni 3.9, sawa na trilioni 9 ndani ya mwaka mmoja. Nani zaidi ya Samia? Tunapokuja mbele yenu tukiomba mumuunge mkono, muelewe ya kwamba tunaye kiongozi anayefanya kazi na anabadilisha uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa mgombea wetu, nimalizie kwa kuambia wananchi, najua hata kwenye mkoa wetu wa Geita hapa
tunayo mbuga yetu ya Burigi Chato, lakini mbuga zimeendelea kuwa na wageni, na kazi uliyoifanya kutangaza imewafanya Watanzania wapate pesa. Kule nakotoka mheshimiwa mgombea kanda ya kaskazini, msiogope, Mungu yuko mahala hapa. Mungu akiwepo mahala, upepo hauwezi kuwa mkubwa kuliko Mungu. Hebu mshangilie Mungu wa mbinguni. Kazi nzuri uliyoifanya, hata uwekezaji wa nje umekuwa. Mgombea wetu, wewe ndio kiongozi wetu. Nakuja mbele yenu wa Tanzania wa sekta zote, ikiwemo na sekta ya utalii, kuomba tumwombee kula Daktari Samia. Kila tour guide, mheshimiwa, tour guide tuliokuwa nao walikuwa 1,030, lakini kwa kazi nzuri walioifanya wamepanda mpaka wamefika 6,771. Mapota wanaopandisha watu tu milimani ni zaidi ya watu 20,000. Hii ni kazi uliyoiona ukaamua kuifanyia kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Nimalize leo asubuhi, mheshimiwa, nilianza na vijio vya bodaboda, nimeenda pia kwenye masoko. Naomba kutumia fursa hii kuwaomba bodaboda wote ambao mmeshuhudia mapenzi ya Daktari Samia ya kuwatambua kama maafisa usafirishaji na kuwapunguzia adhabu ya kutoka 30,000 mpaka 10,000. Mnapombeba abiria yote, mwambie abiria aliyekaa kwenye kiti chako na muombea kula Daktari Samia. Niwaombe madereva wa mabasi, daladala, costa na hata zile haisi, mnapobeba abiria, waambieni abiria mnaomba kula za Daktari Samia. Na mwisho, hakuna utajiri bila amani. Tuitunze amani, tuendelee kufanya kazi. 29 tukatiki, na Daktari Samia akiingia kazini tutaona matokeo. Mwabeja baba na mamayo tukuisanga tarehe 29. Bukombe oye! Naomba nimkaribishe mratibu wa kanda mzee wetu Agrey Mwandri aweze kutoa salamu. Karibu.